Breaking news. Mtazamaji wa Mokenya TV, kuna picha hapa mbili. Naomba kuziweka hewani mtazame, kwa sababu haya ndio naenda kuchanganua katika kanda hii. Wajaluo ama tuseme wafuasi wa chama cha ODM katika eneo la Nyanza walisusia mkutano wa Oburu Odinga ambao ulikuwa umeandaliwa katika eneo la Siaya. Ikumbukwe siku ya leo, siku ya Jumamosi, mikutano ilikuwa miwili ya chama cha ODM kwa sababu chungwa liliweza kuwawanyika. Mkutano wa kwanza ulikuwa unaandaliwa Siaya, unajulikana kwa jina Linda Ground, ukisimamiwa na Oburu Odinga na baadhi ya watu kutoka serikali jumuishi. Ikulu ilikuwa pale tuseme. Na mkutano mwingine unajulikana Linda Mwananchi, ulikuwa unafanyiwa Amalemba, Kakamega, chini ya uongozi wa Edwin Sifuna na James Orengo ambaye ni gavana wa kaunti ya Siaya. Sasa serikali jumuishi imekasirika kwa Oburu Odinga na Gladys Wanga kwa sababu waliweza kulemewa kisiasa na Edwin Sifuna. Sifuna akajaza katika uwanja wa Amalemba ikilinganishwa na mkutano wa Oburu Odinga na Gladys Wanga. Sasa wacha tutazame picha vile hali ilivyokuwa. Picha hii ya kwanza, hii inaonyesha vile watu walikuwa katika eneo la Siaya ama kaunti ya Siaya kwa ukaribisho wa Oburu Odinga. Mkutano unajulikana Linda Ground. Ground ni ipi ambayo inalindwa wakati watu wanaonekana unaweza kuhesabu, na hii picha iliweza kupigwa na Azimio TV hapo, vile inadaiwa hapo wao ndio walikuwa wana stream, wakaonyesha vile Oburu Odinga hakuwa na watu Ikulu. Sasa na serikali jumuishi imekasirika, watu hawakuwa pale. Lakini na kuonyesha picha ingine mkutano wa Edwin Sifuna kule Amalemba, Kakamega. Tazama vile watu walijaa hapa na pale, kumaanisha Rais William Ruto hawezi kupata usaidizi wowote kutoka upande wa Oburu Odinga. Itabidi sasa Edwin Sifuna atafutwe ili aunge mkono serikali jumuishi. Naomba kuuliza swali, ODM pasipokuwa na uwepo wa Sifuna, ODM itaendelea kustahimili makali haya ya kisiasa ama ODM imekufa ikiwa Sifuna hayupo? Lakini ikiwa unatazama na hauja subscribe, na kupembeleza tu ukaweza kuchukua fursa ya kusubscribe na uwashe kengele ili wakati wowote tunapoweka kanda utakuwa unafahamishwa ama unapokezwa notification ya kufahamishwa kwamba Mokenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda kwa group moja ama mbili tatu katika mtandao WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Hii picha inaonyesha wazi kwamba watu wameondokea Gladys Wanga na Oburu Odinga na wale ambao wako katika serikali jumuishi haswa katika chama cha ODM. Watu wameonyesha ishara kwamba Sifuna ndiye anaweza kustahimili siasa katika chama cha ODM. Wakati Raila Odinga alipokuwa na uhai wake ama alipokuwa hai, alikuwa anajaza akitembea mahali popote pale, watu walikuwa wanakuja pasipo lipwa chochote. Kumaanisha ile spirit ya kisiasa ya Raila Odinga imemuingilia Edwin Sifuna. Hata ingawa Oburu Odinga, Gladys Wanga wanamfight kisiasa, wanampiga vita kisiasa kwa kumuondoa katika wadhifa ambao anashikilia katika chama cha ODM kama katibu mkuu, hawawezi. Hii ni ishara tosha kwamba Sifuna ako na makali na nguvu za kisiasa na amezima na amewazika Gladys Wanga, Oburu Odinga katika kaburi la sahau la kisiasa, kwa sababu ameonyesha nguvu zake za kisiasa na yeye hakulipa mtu yeyote. Na kitu kingine ambacho tunaangalia kwa undani unapoangalia mikutano hii miwili, Linda Mwananchi, Linda Ground. Linda Ground, mkutano wa Oburu Odinga, wale ni kama wamefadhiliwa kwa sababu wamevalia mavazi ya chama cha ODM na kofia pale, kumaanisha hao wamefadhiliwa. Pasipokuwa na hayo hawangefika pale. Lakini ukiangalia crowd ya ama umati wa watu wa Edwin Sifuna kule Amalemba, Kakamega, it was organic
crowd kwa sababu hakukuwa na uniform ama sare za chama cha ODM, kumaanisha hakukuwa na ufadhili. Yale tulishuhudia katika eneo la Amalemba, tuliona wale ambao walikuwa wamevalia nguo ambazo zilikuwa zimeandikwa two term kule Kakamega, yaani virejeshi ama bodaboda reflectors, zile ambazo walikuwa wamevalia wale ambao inadaiwa walifadhiliwa ili kuzuia Edwin Sifuna waliweza kuzichoma wazi, two term ikachomwa pale, kumaanisha watu wameondokea serikali jumuishi na wanafuata Edwin Sifuna. Katika mkutano ambao ulifanyika kule Kakamega, Edwin Sifuna na James Orengo na Babu Owino, Seneta Onyunka, Caleb Hamisi, Godfrey Ososi, wote wamesema imefika wakati wa mabadiliko ambayo ya kisiasa yanastahili kufanywa katika taifa la Kenya, huku wengi ambao waliohudhuria mkutano ule wakipendekeza sasa Edwin Sifuna amefika wakati wa kuwania kiti cha urais. Hawatakawia, hawatakubali lolote pasipokuwa kiti cha urais. Hata naibu rais hawataki, kwa sababu wameona wako na ubabe wa kisiasa, wameona wanaweza kujaza pasipokuwa na nguvu za Raila Odinga na Oburu Odinga na Gladys Wanga. Sasa hii is a clear signal to President William Ruto that Oburu Odinga and Homa Bay Governor Gladys Wanga are deceiving him politically. They have nothing on the ground. Yaani hawana uwezo wa kisiasa. Hivi majuzi Gladys Wanga alipigiwa makelele akiwa katika kaunti ya Kisumu. Akaambiwa tunataka Babu, usituambie mambo ingine. Akienda nyumbani mwake hapa Homa Bay, penye yeye ni gavana, akaambiwa hapa tunataka Sifuna. Kumaanisha ikiwa Gladys Wanga na Oburu Odinga wameamua kuondokea vijana hawa wa nguvu katika siasa za mrengo wa upinzani, tuseme ODM, watakiona cha mtamakuni. Sasa Gladys Wanga na Oburu Odinga wamesalia na ganda shell ya chama cha ODM, lakini wala ambao wako na wafuasi kama Raila Odinga, wala ambao wako na ulinzi mkali wa kisiasa, wale ambao wako na kuungwa mkono sio mwingine ila tu ni Edwin Sifuna na Babu Owino. Na Babu Owino sasa yeye ametishia kwamba bila ama baada ya baba ni babu, kumaanisha anakimezea mate kiti kile ambacho anaenda kushikilia cha kuwa msemaji katika jamii ya Mjaluo. Hapa ndipo tumefika. Sifuna amedhibitisha uwezo wa kisiasa baada ya kufanikiwa kuandaa na kufanya mikutano miwili ya kisiasa ambayo imeshika kasi sana ikilinganishwa na mikutano ya ODM ya Oburu Odinga. Kitengela alijaza, leo Amalemba aliweza kujaza. Ingawa vitoa machozi viliweza kurushwa, lakini tuliweza kumsikia Sifuna akisema ya kwamba zima hiyo kitu kama bangi ya jana, funika jacket kwa sababu hatuwezi kutoroka leo vile waliweza kutupiga gesi wakati tulikuwa Kitengela tukatoroka. Leo hatuondoki, leo hatuendi mahali popote. Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Jacket, funika na jacket, mkutano lazima itaendelea. Kakamega wewe, hatutoroki leo. Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Kabidi hata maafisa wa polisi warudi hatua kadhaa nyuma, kumaanisha wakajitenga, kwa sababu ilionekana hawawezi kusambaratisha mkutano ule vile ulivyokuwa umepangwa, kwa sababu Edwin Sifuna alisema zima hiyo kitu. Mambo ya kuturushia gesi ama tear gas inazimwa, inafunikwa na jacket hapa na pale. Ingawa kulikuwa na madai kwamba kuna wahuni wale ambao tunasema ni vibaraka wavujo waliokuwa pale walikiona chemtamakuni, kwa sababu mkutano ule kila mtu alikuwa amejipanga kivyake kisiasa na uwezo wake wa kisiasa. Je, nauliza, kati ya Sifuna na Oburu Odinga nani ako na ubabe wa kisiasa? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo
ndipo natia kikomo kukuonyesha ishara ama picha halisi vile mambo yalivyokuwa katika mikutano miwili ya Linda Mwananchi na Linda Ground ya Oburu Odinga. Lakini ikiwa unatazama na hauja subscribe, na kupembeleza tu ukaweza kuchukua fursa ya kusubscribe na uwashe kengele, ili wakati wowote tunapoweka kanda utakuwa unafahamishwa ama unapokezwa notification ya kufahamishwa kwamba Mokenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda kwa group moja ama 2-3 katika mtandao WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen. Be blessed. Thank you for watching. Adios.